naomba nisifundishe. Nitasema vitu vichache afu tutapata muda wa kuomba. Wiki hii nikiwa na mtafakari Mungu, nauliza Mungu nitaenda kusema nini? Hamna kitu kigumu kwa wale wanaofundisha kama kupata ujumbe. Unaweza ukawa na compilation ya ujumbe na ukasema labda huu ndio ninaenda kuachilia, afu unakataliwa. Kwa hiyo wapendwa, mpaka tarehe 14 namwambia Mungu nasema nini? Tarehe 13, tarehe 14 usiku nikalala nikaota ndoto. Ambayo hii ndoto ndio nataka tuende tukafanye kitu jioni ya leo. Roho Mtakatifu naomba unisaidie kutumia muda uliobaki vizuri. Niliota niko nyumbani kijijini. Mwanzoni ile ndoto ilikuwa haieleweki. Yaani hainionyeshi kama ni kijijini au ni hapa mjini. Na baadaye nikajikuta niko mazingira ya kule kwa wazazi wangu kijijini. Mara akaja mtu akatupa taarifa kwa mume wa ndugu yetu mmoja katika familia ya baba zangu amefariki kwa kukatwa kichwa. Nilitoka nikaenda pale kwa baba yule ambaye ndio ndugu wa baba yetu, nikawakuta watu waombolezaji wachache mno. Nikawa najiuliza sasa huyu ndugu yangu, sasa cha ajabu huyo ndugu yangu ambaye ni mtoto wa baba manga wa baba zetu hao, sitaki kusema sababu ya mitandao, akawa ana mtoto mdogo ambaye ni mchanga akajifungua. Na huyo mtoto alikuwa ni mvulana. Afu amejifungua huyo mtoto, mume wake akakatwa na kichwa. Sasa nilipofika nikawa najiuliza, mbona watu ni wachache sana? Lakini yule mfiwa mwenyewe ambaye ndo analea sasa mtoto mchanga hakuwa anajali kama amefiwa na mume. Yaani she don't care. Alikuwa anaendelea na mambo yake kama kawaida mpaka alipoitwa akatoka, lakini yani hayuko kama ana msiba wa mume. Na wala hakuwa na huzuni yoyote. Alikuwa kama mtu ambaye hajafiwa na mume. Basi nikakaribishwa sebleni. Na nilipoingia sebleni nikashangaa ile sebule ni urangi kama hii, lakini ni sebule ambapo ulishai kuona mahali ambapo ukuta mvua imenyesha muda mrefu kuna kuoga kama kuna ukungu fulani hivi. Kwa hiyo sebule yote ilikuwa kama yani maji yamenyesha alafu ukungu ni mweusi. Alafu ni kama nyumba ambayo haikaliwi na watu. Nikiwa tuko pale na wale waombolezaji hawafiki 10, nikashtuka. Niliposhtuka nikaenda toilet kujisaidia, nikarudi kulala tena. Niliporudi kulala tena nikaota niko kanisani na kuabudu. Wakati niko kanisani nikaenda kujisaidia huku ibada inaendelea. Kule vyooni nikaona choo cha kwanza mwanamume na mwanamke wanaoga wala hawajafunga mlango. Wako wazi tu, yani ibada inaendelea kule wao wanaoga hawajafunga mlango. Choo cha pili alikuwa anaoga msichana mwenye shape nzuri sana. Nikisema shape nzuri sana unanielewa. Alikuwa ni mzuri mpendwa. Unajua hata si wanawake kuna saa ukimwona mwenzio unasema hapa Mungu aliumba, yani mashallah. Yani una appreciate uumbaji. Lakini naye hajafunga mlango. Nikashangaa nini kinaendelea, nikarudi kanisani. Niliporudi kanisani ile naingia kwenye ule lango kubwa kama ile pale. Nikashangaa naona Ima anahubiri mbele. Jamani, wale mnaomjua mume wangu akahubiri. Sio kwamba anamsema kwamba anampenda Mungu, lakini ana staili yake ya nyuma. Hata leo ameniombea, nenda Mungu akubariki. Lakini dada Angela unamjua Uroki? Umkute Uroki anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mbele mpendwa anahubiri. Lakini cha ajabu amevaa kiinjinia pale mbele. Yaani unajua vaa ya mainjinia. Amepiga na ile cape. Wainjinia wengine wanavaa casual sana. Kwa hiyo amevaa na cape. Yuko pale anahubiri. Kama hivi kwenye mimbara, yuko madhabahuni anahubiri. Nikasema huyo alimruhusu iende pale mbele. Afu ameenda na ile cape. Jamani, nini hichi kinaendelea? Wakati tukiwa tunakaa pale nikashangaa viti kama mmegeukia huku, wengine wamegeukia kule, wengine wamegeukia kule. Mungu atusaidie.
naendelea, nataka nikupeleke kwenye maombi mpendo. Nikawa najiuliza hivi, kwanza ni kwa nini anahubiri amevaa kofia? Sisi tunajua kwamba mwanaume hatakiwi kuhubiri akiwa amevaa kofia. Wale wa mwaka 2000 wanaweza wasielewe hiki kitu. Lakini sisi tuliozaliwa before 2000 tunajua kabisa kuna taratibu za ibada. Ukifika kanisani mwanaume utakiwa uvae kofia. Kama umeivaa unafanya nini? Mzee Sarakike, unaivua. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye alikuwa amevaa. Halafu ile ndoto ikajitwist ikawa ni siku ya pili. Hii siku ya pili hakuwa amevaa kofia. Lakini alipoanza tu kuhubiri, wakatoka wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa wenzetu Roman Catholic nafikiri wana utaratibu, wanakuaga na wale vijana. KKT wanakuaga na wale wazee wanaovaa vile vidude. Wale wazee wakafika pale, hawakujalisha kwamba anahubiri, wakaenda wakamnyang'anya maiki. Walipomnyang'anya maiki, wakaanza kusema, jamani, alikuwa ni mbaba na mama. Wanasema tunatangaza mfungo. Yaani ima ndo mchungaji. Sasa mchungaji amenyang'anywa maiki. Kwa hiyo wazee wa kanisa wanasema, jamani, tunatangaza mfungo, tunakusanya hela ya kujenga shule. Yaani ile mahubiri yaliisha, wakawa wanatangaza 40 days za kufunga ili kutafuta hela ya nini? Ya kujenga shule. Mara kukawa na kutokuelewana kati ya wale wazee. Mwenyekiti anasema lake, katibu anasema lake. Sasa ile ndoto ikaishia hapo. Nikashtuka ni saa 10. Nafikiri kuna wiki ambao hamkuniona kwenye maombi. Nafikiri Jumanne. Niliposhtua nikamwambia Mungu, naomba uniambie hiki kitu ni nini? Naomba uniambie hiki kitu ni nini? Na nataka nikwambie maana hii ndoto ili tuende kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto ya kwanza, nilienda kwa yule dada, amezaa mtoto wa kiume, lakini mume wake amekatwa kichwa. Mungu akaniambia kichwa ni nafasi. Yule mwanaume alivokata kichwa, aliondolewa kwenye nafasi yake. Tuko pamoja? Mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo 40, mstari ule wa 13 mpaka 19. Sitasoma, nitaelezea tu kwa ufupi. Mwanzo kitabu kile cha 40, mstari ule wa 13 mpaka wa 19. Yusufu anawatafsiria ndoto wale wafungwa wawili ambao walienda kwake, na wote walikuwa wanaonyesha kwamba wamekatwa vichwa. Tuko pamoja kanisa? Yusufu akamwambia yule wa kwanza, wewe ambaye unaonekana utampelekea tena bwana wako vikombe, utarudishwa kwenye nafasi yako. Lakini wewe ambaye unaonekana hautaweza kufanya kile ulichokuwa unafanya, umeondolewa kwenye nafasi yako. Kwa hiyo Mungu akaniambia, unapoona mwanaume amekatwa kichwa, ametolewa kwenye nafasi yake. Paka hapo tuko pamoja? Sitaki upotee hapa, ili kama tuna dakika 20 za kuomba, tuombe barabara. Amen. Samueli wa kwanza 17:46 nitasoma kwa sababu ni moja. Samueli wa kwanza 17:46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Daudi anamwambia Goliath ya kwamba leo hii ninakukata kichwa. Ndiyo ninakuua, lakini ukisha uawa umeondolewa kwenye nafasi ya kwamba nafasi ya Goliath haitakuwepo tena. Tuko pamoja? Sasa pointi naotaka tuone hapa, Mungu alimtengeneza mwanaume, kusudia uzao wa kiume uwe ni uzao wa kupitisha baraka. Kwa mama msinikasirikie. Ulidesainiwa uwe ni uzao wa kupitisha baraka za kifamilia. Andika Mwanzo 48:17, Mwanzo 49:20
26. Mwanzo 48 mstari ule wa 17. Hapa unaona habari ya Ibrahim Yusufu akiwa na babake, wakati Yakobo anaweka mikono kwenye vichwa vya watoto wa Yusufu. Badala ya kuweka kwa yule firstborn akaweka kwa secondborn. Maana yake ni nini? Nafasi ya mzaliwa wa kwanza alinyang'anya kutoka kwa secondborn akaipeleka kwa firstborn. Firstborn ikapelekwa kwa secondborn. Sawa? Kichwa. Naongelea kwa habari ya kichwa. Mungu nisaidie, muda ni mfupi. Sasa nilitaka tutafakari. Na Roho Mtakatifu alikuwa ananiuliza hayo maswali. Can you imagine nyumba ambayo dunia ambayo vichwa au nafasi za wanaume zimeondolewa? Hiyo jamii au hiyo familia huwa ina hali gani? Rudi kwenye ile ndoto. Mama kafiwa. Tena mume wake sio amekufa kifo cha kawaida mpendwa. Mwaka huu Tanzania imetokea kijana amefariki amekatwa kichwa. Mliona wazazi wake walivyokuwa analia. Can you imagine mume wako anakatwa kichwa? You don't cry. Unaendelea na maisha kama kawaida. Roho Mtakatifu akawa ananiuliza, uliwahi kutafakari nyumba ambayo au dunia ambayo wanaume wametolewa kwenye nafasi zao? Lakini na hamna mtu ambaye anajali, hamna mtu ambaye ana take time. Kila mtu anaendelea na habari zake, kila mtu anaendelea na staili yake ya maisha, na zaidi sana tunaendelea kuhamasishana. Sio kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ananiambia mizigo, maono ya familia yanatakiwa kupita au kubebwa kupitia nafasi ya mwanaume. Kwa sababu Mungu alimtengeneza mwanaume au uzao wa kiume kubeba nafasi na kuwa mfano wa Kristo katika familia zetu au katika dunia au katika kanisa, ili kuweza kuchukua mizigo ya familia. Akaniuliza tena, can you imagine kichwa kinapokatwa familia zinakuaje? Najua kila mtu akikaa hapa anatafakari, baba yake alikuwaje, kaka zake wakoje, mume wake yukoje, watoto wako wa kiume wakoje. Lawi 8:14. Taenda haraka kidogo. Lawi 8:14. Lawi 8:14. Unaona Mungu anamwambia Musa awachukue Haruni na wanawe kwenye yale malango, wachukue sadaka ya ng'ombe. Afu anawaambia Haruni aweke mikono yake juu ya kichwa cha yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Maana yake ni nini? Yule ng'ombe alikuwa anachukua uovu wa Haruni kama sadaka. Yaani kama sadaka alikuwa anachukua uovu wa Haruni na watoto wake. Si unaelewa? Tuko pamoja? Yaani alipokuwa anaweka mikono ni kwamba walikuwa wanatoa zile dhambi kutoka kwao zinaenda kwa yule sadaka. Kama ambavyo sisi tunaenda msalabani tunapeleka dhambi zetu pale kwenye msalaba ambako Yesu yupo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ukiona mwanaume amekatwa kichwa, ina maana yeye ambaye alikuwa anatakiwa abebe mizigo ya familia akiondolewa kwenye nafasi, wanaobaki hawajui mahali pa kupeleka shida zao. Wanaobaki hawajui ni wapi pa kwenda kujificha. Wanaobaki hawajui ni wapi wakaegemee. Are we together? Yani niongee Kiingereza kidogo. Wakorintho wa kwanza 11:3-4. Wakorintho wa kwanza 11:3-4, Biblia inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Amen. Narudi kwenye ile ndoto, mwanaume amekatwa kichwa. Ina maana ni nini? Kama Mungu anatuambia kwamba kichwa cha mwanamume ni Kristo, tuko pamoja? Kichwa cha mwanamume ni nani? Ni Kristo. Kwa hiyo kama amekatwa kichwa, ina maana huyu mwanamume hayuko connected kwa Mungu, hayuko connected na Wakristo na Kristo Yesu. Na ndio maana makanisani wako wanawake wengi. Ndio maana kwenye makongamano kama tuko wanawake wengi. Wanaume wako disconnected kwa Kristo.
Kama kuna maombi natamani sasa hivi wamama tuombe kwa mzigo, hata kama ulishatendwa na huyo mwanaume, hata kama ulishatendwa na kaka zako, hata kama ulishatendwa na dada zako, ni kuomba maombi yatakaorejesha uzao wa kiume kwa Kristo, maombi yatakaorejesha uzao wa kiume kwenye nafasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Wangapi hapa tunatembea bila vichwa? Unapanga wewe bajeti zote, unapanga wewe maono yote, unapanga wewe mipango yote, kichwa hakipo. Afu unaniambia niombe kawaida. Biblia inasema kilio kilisikika Rama, Raheli akiwalilia watoto wake kwa kuwa hawakuwako. Na watoto waliokuwa wanaliliwa na Raheli sio watoto baby girl. Watoto waliokuwa wanaliliwa na Raheli ni watoto wa kike. Biblia inasema wakati ule wa Herode, Yesu alipozaliwa, Herode akasema nataka tuue watoto wote wa miaka miwili waliozaliwa kuanzia muda fulani hadi muda huu. Na watoto wanaouawa sio watoto wa kike, ni watoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Farao alipoona wana wa Israeli wanaongezeka kwa kasi, akasema sikieni nyie wazalisha, kuanzia sasa hivi mwanamke wa Kiebrania akizaa mtoto, angalia jinsia yake. Yaani jinsia ilikuwa inakuwa washed mapema, yaani kuliko uso dada Angela. Yaani wanaangalia kwanza huku chini, ni nini? Ni msichana, ni mvulana? Kama ni msichana mwacheni, kama ni mvulana kata, ondoa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Adui ametutenda kwa akili. Na saa nyingine tunafikiri kwamba it's just life, it is not normal life. Tuko kwenye msiba. Hello. Wanaume wameondolewa kwenye nafasi zao. Na ndio maana Roho Mtakatifu akaniambia, ndio maana ulimuona mume wako anahubiri bila kuvaa kofia, akiwa amevaa kofia. Si unaelewa? Ngoja nirudi pale. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Mstari wa 4. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu, naye amefunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Kuna mtu anasema mwanaume akihubiri amefunika kichwa, anaibisha kichwa chake. Kwa hiyo mimi niliona anahubiri akiwa amefunika kichwa. Maana yake ni nini? Hayuko kwenye nafasi. Biblia inasema pale kwenye kitabu kile cha Mwanzo ya kwamba Adam na Eva walipotenda dhambi, utukufu wa Mungu kaondoka, walijificha. Mungu aliposhuka akusema Adam njoo tuongee, alisema Adamu uko wapi? Ya kwamba nilikuposition hapa, hauko hapa. Alitafuta nafasi kabla hajamtafuta Adamu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wenzangu, naambia unaota tu mume wako anahubiri amejifunika kichwa, unashangilia ya kwamba huyo mwanaume hayupo kwenye ulimwengu wa roho, ameondolewa kwenye nafasi yake. Kristo sio kichwa chake tena. Maana Kristo anataka kimuona muone yuko naked. Haleluya. Mwanaume anapotoka kwenye nafasi yake, mambo mengi huingilia familia. Leo sasa narudi kwenye ile ndoto ya kwanza. Yule dada ana mtoto wa kiume, mume amekatwa kichwa, she don't care. Lakini nilipoingia kwenye ile nyumba, ukuta kila mahali ulikuwa umechafuka, ukuta una ukungu, ukuta una nini. Ile nyumba haikuwa na kichwa, ile nyumba haikuwa na baba anayetekea. Si unanielewa? Kuna mtu anasema mwalimu acha hizo, mbona mimi naishi mwenyewe, nyumba yangu mbona inameremeta kuliko hata nyumba za waliolewa. Tuache hayo mambo. Si unanielewa? Mwanaume akitoka kwenye nafasi, kila kitu kinaharibika.
Ni kama ambavyo wanaume kwenye nyumba zetu hawaongeagi ovyo ovyo. Alafu mimi nakumbuka nilipokuwa nakuwa, basi tunamvuruga mama. Baba akifika cha kwanza anamwambia, leo Lydia kafanya 1 2 3. Leo Haika kafanya 1 2 3. Leo sisi tuko 8. Yaani mtoto wa kwanza mpaka wa 4 wanashtakiwa kwa baba. Alafu baba ana mute. Basi tunaenda tunasema, yaani baba ndio mshua. Baba ongeagi. Mama anapiga makelele. Lydia hujui kama na utakuwa mama siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Baba sio kwamba haoni, anaona, lakini Mungu amempa power of focus. Kuchambua, logic, reasoning. Hiki niongee, hiki nisiongee. Na ndio maana akiongea neno moja, kila mtu anaenda hivi. Na ndio hivyo alivyokuwa yule mzee Mkapa. Yaani alikuwa haongeagi ovyo, lakini siku akitokea, nakumbuka alikuwa na zile hotuba za kila mwezi. Anajaa pale kwenye kiti, ndugu wananchi wa Tanzania. Hello. Baba ameongea. Mama usikasirike. It's time to kneel down for men. Kwa nini? Tunapata mizigo mikubwa kulea. Tunapata mizigo mikubwa kurejesha uzao kwenye nafasi. Kwa sababu vichwa vimeondoka. Na ndio maana hadi nyumba zina ufa kila mahali. Tuko pamoja? Baba akitoka kwenye nafasi, mwanaume akitoka kwenye nafasi, kuna shida. Pata muda soma kitabu cha Waamuzi 11:6-9. Sasa Roho Mtakatifu akaniambia, mwanamke uliyemuona, mwanamke kibibilia ni kanisa. Sawa? Tuko tunakubaliana? Sina muda mwingi nikupitisha kwenye hayo maandiko. Mwanamke kibibilia ni nani? Ni kanisa. Akaniambia mwanamke ambaye ni kanisa yuko busy na mambo mengine, wala hajali mumewe aliyekatwa kichwa. Na huyu mwanamke anajidanganya hivi, alifikiri mwanae yuko salama. Yaani mume kakatwa kichwa kwa sababu yeye ana mtoto wake wa kiume, anasema huyu atanilinda. Halo. Wanaume wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Wamama tukienda kwenye prayer agenda unasema, kwanza yule kichefuchefu asinisumbue, nina watoto wangu. Uko kwenye watoto wako, una mmoja hapo ni wa kiume kama Lydia, au mwingine wote ni wa kiume, wote ni mababy boy. Unasema nina watoto wangu. Ujue na huyo mwanaume ambaye anakutia kichefuchefu mpendwa, na yeye siku moja alikuwa baby boy. Sasa hivi tu anaitwa baba. Kanisa tupo. Kwa hiyo kwenye ule msiba, yule mama hakuwa anahangaika kwa sababu anajua nimezaa na mimi mtoto wa kiume, utanisumbua nini? Nataka Mungu abadilishe mitazamo yetu, the way we see mwanamke na mwanaume, kwenye eneo la uzao, kwenye eneo la kulea, kwenye eneo la kunecha ufalme wa Mungu kwa watoto wetu. Mama ametuambia vitu vikubwa hapo. Hukumu zimeandikwa nyingi. It's a matter of time. Ni swala la muda tu. Unachokiona leo kwa huyo ambaye umemkatia tamaa kinaweza kikaenda kwa watoto. Kama baba amekatwa kichwa ambaye ni mwanaume, kama baba ametolewa kwenye nafasi, kumbuka hata watoto tulionao wana combination ya yai la mama na mbegu ya mwanaume. Kama nimebeba mimba ya mtoto ambaye mume ametolewa kwenye nafasi, niwe na uhakika ile mbegu ina DNA. Wangapi mmesoma biology, genetics? Kuna genes amezibeba. Kwa hiyo sitaangalia tu aliyekatwa kichwa mtoto wangu, itabidi nimwangalie na aliyekatwa kichwa. Tupo wa mama, wanaume tupo. Kuta ulizoziona Lydia zimeoza,
zimeota fungus, ni kwa sababu nyumba imekosa kiongozi. Mambo mengi yakikosa kiongozi yanaharibika. Soma Zaburi ya 127, Bwana asipoulinda mji, wakeshao wanakesha bure. Nyumba isipokuwa na kiongozi, hata tujitahidi wapendwa, ni kazi. Halo, tuko pamoja? Usikate tamaa. Yesu anaweza kufanya urejesho. Anasema nami nitawarejeshea ile miaka iliyoliwa na madumadu na zige na parare atunutu. Andika Mathayo 9:36 mpendwa. Mathayo 26:31. Nisome mmoja tu hapo. Nimesoma haraka jamani. Mathayo 9:36. Mathayo 9:36. Neno linasema, na alipoona makutano aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Walichoka kwa sababu gani? Walikuwa hawana mtu wa kuwaongoza. Wamama tumechoka kwa sababu hatuna mtu wa kutuongoza. Sasa usinikasirikie kama una degree zako 5, kama una biashara yako kubwa, usinikasirikie ukasema mwalimu leo unataka kuturudisha mwaka 47. Hapana, tunaweza tukawa na kila tulicho nacho, tukikosa watu wa kutuongoza tunakuwa na stress balaa. Mwaka 2006 nilipata nafasi ya kwenda kwenye training fulani Uganda. Hiyo kitu sitaka nisahau. Kwenye ile training walikuwa wanaita ni Women Leadership Forum. Women, are we there? Women Leadership Forum. Nikasema na mimi naenda kuwa leader. Mpendwa, yaliokuwa yanafundishwa kwenye hiyo leadership forum, sitamani hata kurudi nyuma kuyakumbuka. Unafundishwa ushoga. Sasa hiyo sio subject matter ya ninachotaka kusema. Kilichoniumiza kwenye ile Women Leadership Forum, kulikuwa na watoto wawili wa profesa mmoja mwanamke. Tuko pamoja. Mmoja ni msichana, mmoja ni mvulana. Binti ni lesbian, kaka ni gay. Ndio vitu vinavyoendelea duniani. Mama yao ni msomi, ana doctorate, amezaa watoto hawa wawili ambao unawategemea ukistaafu watakuwa wanakuja kukusalimia, watakuwa wanakuja kukutia moyo, lakini hao watoto ndio wanatumiwa kwa advocate ushoga na usagaji, na wanapewa majukwaa, wanafundisha. Uliwahi kustep in the shoes ya huyo mama? Kusaidia nini kama watoto wako wameharibika? Mama, fanya biashara ufanyavyo, baba fanya ufanyavyo, lakini Mungu atulindie uzao wetu. Sio ni shida mimi kusema nitakaa nyumbani nilee watoto. Nachotamani tupate wanaume wanaoelewa ya kwamba sasa hivi tuko kwenye muda wa kulea watoto, na kama tuko kwenye muda wa kulea watoto, nitasimama kama baba, nitaprovide ili mke wangu angalie watoto wiki nzima. Lakini hatuna hao wanaume. Wanawake tunaenda wapi? Inabidi tukimbizane Jumatatu mpaka Alhamisi, tukimbizane January to December. Hatuna muda wa kuangalia watoto. Usinikasirikie mpendwa, tukija kushtuka tunastaafu, tukistaafu hatuna watoto. Leo nataka tumlingane Bwana kwa habari ya uzao wa kiume. Mungu awarudishe kwenye nafasi zao, wakae watoshe kwenye zile nafasi. Mungu wangu, unasema mimi mume wangu alishazeeka na mimi nimezeeka. Una watoto wa kiume, ukipata muda kaa naye, mwambie baby boy, leo nataka niongee na wewe, ngoja tuongee mambo ya kiutu uzima, mimi ni mama yako. Wanaume wanatakiwa wawege hivi. Usimwambia kwamba mimi unajua nimekusomesha mwenyewe, unajua mimi nimepambana mwenyewe. Mwanamke asikupotezee. Mwanamke anatakiwa afanye kazi. Mwanamke
fanya kazi, lakini first priority is God and the second priority is your children. Sio kama unaelewa nachokisema. Wapendwa, tuna miaka michache hapo mbele na sisi tutakuwa wazee wa miaka 80, 90. Sacrifice for your children. Jilipue kwa ajili ya watoto wako. Haitoshi tu kuomba, lakini wanahitaji muda na wewe, wanahitaji nafasi na wewe. Lakini tutapataje nafasi na watoto wetu kama vichwa vya nyumba havipo? Tutapataje nafasi na watoto wetu kama vichwa vya nyumba sasa hivi vinadai 50-50? Ngoja nitoe miwani niwaone vizuri. Tutapataje muda na watoto wetu kama baba anasema mimi nitalipia mtoto huyu na wewe lipie mtoto huyu? Tutapataje muda na watoto wetu? Tutapataje muda na wajukuu zetu kama dunia inatupa ubize usio wa kawaida? Wababa wametolewa kwenye nafasi, wamama wamekaa kwenye nafasi ambayo iwatoshei. Sasa imekuwa ni vurugu wapendwa. Baba akipata hela za kwake yeye ni pombe, baba akipata hela ya kwake yeye ni mchepuko, baba akipata hela ya kwake ni vurugu za kutosha. Mama uko na majukumu hujawahi kuona. Mama, tubadilike tunavyoomba. Sio, unaelewa? Tubadilike tunavyoomba. Tukiendelea na maombi ya staili ile ile, tutakuja kukuta mtoto sio wetu. Niliumia sana kwenye zile ndoto. Sio kwamba nafundisha hapa nafurahia, lakini niliumia. Uzao wa kiume unapopigwa, familia zinavunjika mno kuliko tunavyofikiri. Mungu anamwambia Ibrahim, siwezi kumficha huyu kitu, kwa sababu ninajua nikimfahamisha atawafundisha wana wake aketipo mezani. Kama nilivyosema, neno la baba lina nguvu hujawahi kuona. Lakini baba hayupo. Baba hayupo wa kusema. Namalizia, tuingie kwenye maombi. Vyoo nilivyoviona, mwanamke na mwanaume wanaoga, wamefungua mlango, hawajali. Mungu akaniambia nenda kasome kitabu cha Mwanzo. Nilipomuumba mwanamke na mwanamume, Mwanzo 2 nafikiri, anasema wote walikuwa uchi katika ile bustani ya Eden, hawakuoneana haya yoyote. Kwa nini? Walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Bwana. Na kama walikuwa wamefunikwa na utukufu wa Bwana, they were enjoying each other. Na walipokuwa wanafurahiana, maisha yalikuwa yanaenda vizuri. Tuko pamoja? Tuko pamoja kanisa? Chumba cha pili nikamkuta yule mwanamke mrembo aliyekuwa anaoga. Unaikumbuka ile ndoto? Mrembo, sijui hata nikuelezeje. Mungu akaniambia, ile furaha uliyoiona kwenye kile chumba cha kwanza iliharibiwa na huyu mwanamke wa chumba cha pili. Anaitwa roho ya Yezebel. Tuko pamoja? Roho ya Yezebel iko mahususi kukatilia mbali uzao wa kiume. Mtatu ananiambia, kama kuna roho mnahitaji kupambana nayo kanisa, watumishi wa Mungu mnapoomba, ni hii roho ya Yezebel, kwa sababu iko kukatilia mbali uzao wa kiume. Kwa hiyo badala ya kuomba mume wako abadilike, mtoto wako wa kiume abadilike, anza kushughulika na roho ya Yezebel. Tuko pamoja watumishi wa Bwana? Sasa hapa naomba uandike hii mistari. Wafalme wa kwanza 19:1-2. Hivi muda umebaki dakika ngapi? Nataka tupate kama nusu saa za kuomba. Yes. Nimeenda kwa spidi. Wafalme wa kwanza ukisoma mlango ule wa 19, mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema
Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Yezebeli baada ya kusikia Eliya ameua manabii kwa neno lake, narudi kwenye somo la mwalimu pale, maneno. Yezebeli akatamka sentensi moja, nitakufanya kama ulivyowafanya wale manabii wangu. Yezebeli akaishiwa nguvu. Tuko pamoja? Nilipotoka chooni, nilipokuwa naingia kanisani kwenye ile ndoto, nilipomwona mume wangu akiwa anahubiri amevaa kofia. Maana yake ni nini? Roho ya Yezebeli inapoingia katikati ya kanisa, inawaondoa wanaume kwenye nafasi. Ndio maana alikuwa anahubiri amevaa kofia. Lakini mara ya pili alipokuwa anahubiri hajavaa kofia, alikuwa ameshatolewa kwenye nafasi, na ndio maana wale wazee wa kanisa wakaja wakamuondoa pale, wakaanza kufanya ya kwao. Maana yake ni nini? Roho ya Yezebeli ikiingia ikaribu wanaume, wanatolewa kwenye nafasi. Hata wakiwa wanaongea maneno hawasikilizwagi. Nyie ni mashahidi kwenye majumba yetu. Unakuta baba akiongea hamna mtoto anayesikiliza, hamna mama anayesikiliza. Unakuta huyo mwanaume maskini hata akienda kwenye familia, kwa sababu alishavurugwa, no one listen to him. Kisoma kitabu cha Mithali 31, anasema mume wa yule mwanamke wa Mithali 31 huwa anatambulishwa malangoni. Wazee wa mji huwa wanamtambua. Nenda kaangalie baba aliondolewa kwenye nafasi, akipita popote huwa anadharaulika. Natamani tutafakari hiki nilichokisema, tuingie kwenye maombi. Sijui unauonaje uzao wa kiume kwa sasa? Sijui unaonaje uzao wa kike kwa sasa? Lakini saa imefika tusahau yote tuliomezeshwa. Wanapenda kuongea na rafiki yangu Edna pale. Sisi ni wanasheria. Na bahati nzuri au mbaya tulifanya kazi kwenye NGO kwa miaka 9. Na NGO zetu za haki za nini? Za binadamu. Tuliaminishwa au tumeaminishwa kwamba ni lazima kuwe na usawa. Lakini wapendwa, unapoangalia hivi vidole vyangu vinalingana? Havilingani. Hata tupige kelele January to December miaka na miaka, hatutakaa tuwe na nafasi inayolingana ya mwanamke na mwanaume. Mwanaume asipokuwepo kuna shida, mwanamke asipokuwepo kuna shida. Sasa hivi tunachokiona kikubwa ni kwamba mwanamume amekuwa outlived, na ni mpango wa adui ili kuua kanisa. Ni mpango wa adui ili kuua kanisa. Wababa wanapotolewa kwenye nafasi, wanajiachia huko barabarani ovyo. Angalia nyumba za Wakristo, zina watoto wangapi? Au amfanyaji hizo analysis? Mage wangapi? 2, 3, 4. Nyumba za wenzetu zina watoto wangapi? Uliwahi kuwaza miaka 100 kanisa litakuwa wapi ijayo? Na sio hivyo tu, wenzetu wameweka hadi mkakati wa kule ukioa Mkristo wewe ni lamba bibi. Ni mara ngapi tunakaa na watoto wetu wa kiume, watoto wetu wa kike, na kuambia mipaka yako ya urafiki inatakiwa iishie hapa. Mtu akishakwambia naitwa Asha, naitwa Juma, kaa mbali. Nitambadilisha. Okay. Wababa wanapigwa, wakipigwa hawana nguvu. Hawana nguvu. Hawana nguvu, mnazaje? Mama, unamfundisha nini mtoto wako wa kiume? Anakulaje? Anaishije? Acha kufurahia kumpa mtoto wako wa kiume chipsi. Unataka wajukuu wewe?
Hii kwa sababu sio semina ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio mambo ya ndoa, nachotaka ni tuangalie uzao wa kiume kwa jicho la kimungu. Na wanaume mlioko hapa, kumbukeni ninyi ni watu wa thamani. Mnajiachia ovyo. Mnahitaji kulinda mlivyovibeba. Ndiyo tutawaombea, lakini ninyi msipoomba inakueje? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende kuomba maombi machache kwa ajili ya uzao wa kiume. Naomba uzoom uzao wako wa kiume. Tunaleaje? Tunaelekezaje? Una mabinti zako, una mtoto wa kiume, unamwelekezaje? Wa kike unamwelekezaje? Sasa hivi ukienda hata kwenye hizi shule za msingi, jamani, watoto wa kike wana confidence. Wangapi wana prove hichi kitu? Wana over confidence. Kuna sana najiuliza, hivi Faraja wangu anaolewa na nani? Kama unaombeaga watoto hauwaombei mpaka ile siku ya kuoa na kuolewa. Kwa sababu ni siku moja kulikuwa na maonyesho fulani pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nikawa nimekaa pale, nikawa naangalia wale wanafunzi wanavyotoka madarasani, wanaingia madarasani. Jamani, watoto wa kike they are very confident. Watoto wa kiume wamechoka, wanaenda hivi. Nikasema hawa miaka 3 ijao 5 ijao wanatakuwa wawe na familia. Wanaoa kina nani? Hawa wanaolewa mbona macho yako juu hivi? Wakaka wamebeba visimu vyao vile vya tochi. Mdada ana iPhone ya milioni 3. Mama amesema kitu pale. Siku hizi si mnaona hata kwenye mtandao, sio Lydia anasema. Dada with confidence anasema, ninamzawadia mchumba wangu, mume wangu to be, vipande vya VUTT vya thamani ya milioni 100. Binti. Wazazi wanachekelea, wanasema mtoto wetu anapewa. Hamna kitu mpendwa, ni bomu hilo. Hamna mwanaume ambaye anapenda kuwa inferior, wanapenda kuwa superior. Mfundishe binti yako kuwa na speed governor. Fundisha mtoto wako kuwa mwanaume. Wale mliozaa watoto wa kiume, mfundishe mtoto wako how to be a man. Wewe una mtoto wa kiume nyumbani, hamna panga, hamna nyundo, hamna jembe. Umekaa tu unasema hapa ni mjini. No. Mtoto wako wa kiume ajue kwamba kazi ya kufunga geti ni ya kwake. Mmeweka virimoti kila mahali. Okay, you have money baby. Lakini atamwambia mke wake, na mimi nikashuka chini chwa. Alafu baada ya lile tukio sasa amekaa kidogo, akasema ngoja niangalie huko kwenye mtandao, wana group lao la wanaume wa ule mtaa. Akasema ngoja niangalie wameposti nini. Alafu baadaye akasema kumbe ni hapo kwa fulani wanapiga mafataki. Kitu gani nataka niseme? Teach your boy to be a man. Mtengeneze mwanaume wako awe mwanaume. Sikio nikawa namtania kama mbia Imaisi. Sasa wewe umeingia mvunguni, tunafanyaje? Akasema si leo tu umeshasahau yale marisasi ya mwaka jana. Hello. Haingiagi mvunguni. Hiyo siku hata mimi nimeshangaa rafiki yangu.
Kweli Oktoba 29 ifutike kwenye fahamu zetu. Amen. Nyumbani kwako fundisha mtoto, tengeneza mwanaume, usitengeneze boy. Tengeneza mwanamke, usitengeneze girl. Wakati Mungu anamwambia Rahabu, nisoma kile kitabu kanishangaza sana. Biblia inasema wale wapelelezi wakaenda kwenye nyumba ya kahaba mmoja aitwaye Rahabu. Afu Biblia inasema huyo mwanamke akawaficha darini. Wakati Rahabu alipokuwa anatumikia shauri la Bwana la kuwaficha wale wapelelezi, hakuitwa kahaba, aliitwa mwanamke. Tuko pamoja? Tengeneza mwanamke, tengeneza mwanaume. Naomba tusimame. Mungu anatamani uzao wa kiume urudi kwenye nafasi yake. Haijalishi sasa hivi tunaona ni wachache kanisani kwenye nafasi zao. Sisi ndio tutaurudisha ile nafasi yao. Sisi ndio tunaenda kuwarudisha kwenye nafasi. Balaam pamoja na uchawi wake aliokuwa nao, lakini aliprophesize kwa ajili ya Israel. Akasema namuona lakini si sasa. Alikuwa anaanza kutabiri kwa habari ya ujio wa Yesu. Ni mchawi. Si zaidi sisi tulioko kwenye agano jipya. Niko hapa kudeclare na kuprophesize. Na waona lakini sio sasa. Wanaume ambao watasimama kwenye majukumu yao. Wanaume ambao watasimama kwenye kanisa. Wanaume ambao watakaa kwenye ndoa zao na bila kuwa na kelele nyingi. Ninawaona lakini si sasa. Ninawaona lakini si sasa. Inaweza ikawa ni muda, lakini it's a matter of time. It's a matter of time. It's a matter of time. Kazi yangu ni kupanda mbegu katika ulimwengu wa roho. Hicho ndicho ninachoweza kukifanya. Mbegu inaotaje? Mbegu inakuaje? Mbegu inazaje matunda? Sio kazi yangu. Hiyo ni kazi ya yeye aliye juu. Kazi yangu mimi ni kupanda. Napandaje? Biblia inasema ninayaumba matunda ya midomo. Amani, amani. Kwake yeye aliye mbali na yeye aliye karibu. Haijalishi yuko kaburini, ninaumba. Haijalishi yuko kilabuni, ninaumba. Haijalishi yuko kwenye ugonjwa, ninaumba. Haijalishi leo simuelewi, ninaumba. Tutaenda mbele za Bwana. Tutaomba toba kwa dakika chache, muda wetu ni mdogo. Pale ambako kwa namna moja au nyingine kuna mahali tulikosea. Ninajua hii shida itakuwa ilianza kwenye miaka 1980. Sasa hivi ndo tunavuna. Kwa hiyo kama ilianza kule, tunahitaji sasa hivi na sisi kubadilisha. Amen. Tubu kwa ajili ya kanisa. Na kanisa naloliongea hapa ni kanisa la mtu mmoja mmoja. Mimi na wewe ni kanisa. Lydia, nimechangia vipi hapa tulipofika? Wanaume mlioko huku ndani, ombeni toba. Tumefanyeje mpaka tumefika tulipofika? Tunatubu kwa ajili ya babu zetu, baba zetu na kadhalika. Matendo ya Mitume 3:19, tubuni basi mrejee. Tubuni basi mrejee ili zije nyakati za kuburudika kwa kwako kwake Bwana. Tunatubuje? Iko damu ya Yesu. Damu ambayo iliweza kusamehe na kufuta na kukomboa watu waliokaa utumwani kwa miaka 400. Ndio hiyo damu tunaenda kuitumia. Mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaishi. Kwa dakika moja afu tunaingia kwenye maombi. Mkono wako ni mkuu sana, Mungu unaishi, Mungu unaishi, Mungu
mikono yetu. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako na uaminifu wako kwenye maisha yetu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa kila itwapo leo unaendelea kutukumbusha, unaendelea kutusemesha. Leo hii tunakushukuru kwa ajili ya uzao wa kiume. Mungu wetu, tunapotathmini tunaona mambo mengi ambayo Bwana hayakupendezi na hata sisi hatuyafurahii. Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, sawa sawa na neno lako katika Isaya 57 mstari ule wa 15, tunatubu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba Bwana ukumbuke rehema katikati ya ghadhabu. Tusamehe kama kanisa pale ambapo tulilala, adui akapanda magugu, adui akatutenda kwa akili, akaharibu uzao wa kiume na kuleta maumivu katika familia, katika kanisa, katika taifa. Bwana, tunakuomba utusamehe, uturehemu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunatubu tukiomba uwepo wako urejee katikati ya nchi yetu, ya familia, katikati ya uzao wa kiume na wa kike. Turehemu Bwana pale ambapo tuliusahau uzao wa kiume. Turehemu kwa kuwa adui alitutenda kwa akili. Leo hii hatukubali, tunairuhusu damu ya Yesu ipite ikafanye ukombozi kwenye uzao wa kiume kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa dakika chache enda mbele za Bwana, enda mbele za Bwana. Rabo shanda raba koria mando rika raba shentere bobosaka orama shendere bobosaka yanda raba korianda rabobo riko robo shendere bobosaka. Baba, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba Bwana upite katikati ya ghadhabu. Kumbuka rehema katikati ya miaka. Fufua kazi yako mfalme katikati ya sintofahamu. Mungu wetu, utoe uzao wa kiume katikati ya makucha ya adui, katikati ya mitego ya adui. Riko bashata ya maseka ropopopo sakayanda. Pita na uweza wako, pita na nguvu zako na mkono wako wenye nguvu, ule mkono wenye nguvu uliowakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Farao. Upite popote ambako adui amekamata uzao wa kiume, ukawakomboe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana katikati ya ghadhabu akumbuke rehema. Mwambie Bwana katikati ya ghadhabu akumbuke rehema. Mwambie Bwana katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Haijalishi tulilala kiasi gani, lakini leo tumetambua ya kwamba tunatembea bila kichwa. Kichwa kimekatwa. Mfalme Herode amepelekewa kichwa cha Yohana. Tumetambua tunatembea viwiliwili bila kichwa. Riko bashata. Tunaomba rehema katikati ya ghadhabu. Kumbuka rehema katikati ya miaka. Fufua kazi yako. Wako wapi wale wanaume tunaowasoma kwenye Biblia? Wako wapi kina Daudi wa leo? Wako wapi kina Suleiman wa leo? Wako wapi kina Paulo? Wako wapi kina Petro? We are here for revival. We are here for revival. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Omba mtu wa Mungu, omba. Riko robo shanda raba koria rakata yando ramama shanda raba baba seke
Kora mama shenderere bobo saka yanda rabakoria. Riko robobo shenderere bobo saka. Rakata yanda rabakoria. Peleka damu ya Yesu kwenye hayo magereza. Peleka damu ya Yesu kwenye hayo magereza yaliyoshikilia uzao wa kiume. Peleka damu ya Yesu. Peleka damu ya Yesu. Rika manda raba sheketaya. Ropo seke rabakoria. Rakata yando rapa sheketaya. Ropo popo rika payando rapa seke. Peleka hiyo damu ya Yesu kwenye hayo magereza yaliyoshikilia uzao wa kiume. Wamefungwa na tabia zisizofaa. Wanajiona wako salama ili hali ya wako salama. Peleka damu ya Yesu watoe kwenye haya magereza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba mtu wa Mungu. Omba Mungu afufue uzao wa kiume. Wale wa baba ambao tulikuwa tunawaona zamani, wale ambao walikuwa wana final say, wakiongea wana ubaba ndani yao, wanaelekeza kibaba, sio wanaelekeza kikatili, lakini wanaelekeza kwa sauti yenye mamlaka ya baba. Waambie Bwana, fufua kazi yako, fufua kazi yako, fufua kazi yako, fufua kazi yako, fufua kazi yako katikati ya miaka. Turejeshe waume, turejeshe vijana wetu wa kiume. Rapa seke yanda raba baba ropo sheketaya, in the mighty name of Jesus. Yenderebo shaka ramashete ropo sika rikarabo shanta rabakoria. Rikorobo shanda rabakoria. Ropopo sekere bobo shata. Katika jina la Yesu. Amen. Isaya 42 mstari wa 22. Naomba unisikilize. Isaya 42:22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Naomba tuinue mikono yetu juu. Kiweza kusimama, usimame. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa nafasi ya kifalme, leo hii na mara hii ninakuja mbele zako, ninaupandia ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Ninaamuru popote ambapo uzao wa kiume umenaswa, umefichwa, umefungwa, umenaswa, umefichwa, umefungwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninasema rudisha, rudisha, rudisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia hiyo nafsi, achia hiyo nafsi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nataka nione watu wanaopiga, piga hiyo mikono iliyoshikilia hizo nafsi, piga hizo kuta zinazowazuia, piga kwa mamlaka ya jina la Yesu, zibomoke, watoke, waruke. Daudi anasema kwa uwezo wa Bwana ninaruka kuta. Piga hizo kuta ziwaachie, waruke. Tunawahitaji kwenye nafasi zao, tunawahitaji kwenye nafasi zao za uongozi, tunawahitaji kwenye nafasi zao za uchungaji, tunawahitaji kwenye nafasi zao za ubaba. Piga, piga, piga kila mikono iliyowashikilia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unaachia, unaachia adui, unaachia, unaachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba, omba. Usipopigana mpendwa, unachokiona kwa baba yako utashangaa kimeenda kwa mtoto. Unachokiona kwa mume utashangaa kimeenda kwa mtoto. Piga hayo magereza yawaachilie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rudisha. Rakayanda rabo sheke.
Ropoposeka. Riko robo shanda rabakoria. In the mighty name of Jesus. 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 Riko robo shanta rabakoria. Ropopo sheketaya. Rakayando robobo sheteta. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tunaenda haraka kidogo sababu ya muda. Yusufu alikuwa gerezani kama wafungwa wengine. Lakini alipopelekwa kwa Farao alibadilishiwa mavazi. Zumu wale unaowaombea walete mbele yako. Tumeomba watoke huko kwenye mashimo, wameshafika hapa. Wavue yale mavazi ya kitumwa. Wengine utumwa wao ni uzinzi. Wengine utumwa wao ni uvivu. Wengine utumwa wao ni ulevi. Wengine utumwa wao yani ni gubu. Wengine utumwa wao msumu, yule mwanaume unayeombea, ule uzao wa kiume unaombea, au mtoto wako the way utaki, afu mvue yale mavazi ya kitumwa, mvike mavazi kama yale ambayo Farao alimvika Yusufu, mavazi ya kifalme, vazi la wokovu. Biblia inasema kwenye Isaya 61, umenivika mavazi ya wokovu. Wavike vazi la sifa. Isaya 61 inasema vazi la sifa, mavazi ya wokovu, badala ya roho nzito. Kuna wanaume wengi wanajifia ndani, wapendwa. Bora si wanawake tunaongeaga, wenyewe wanafia na tai shingoni. Tumeshawatoa huko. Hebu tuombe kwa ajili ya kuwavua mavazi, tuwavike mavazi ya wokovu. Naomba tuinue mikono yetu juu. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako Bwana, tukikushukuru kwa ajili ya ukombozi wa uzao wa kiume. Asante kwa ajili ya nafsi ulizoziokoa jioni ya leo. Leo hii tunakuja mbele zako Bwana, tunawaleta uzao wa kiume mbele yako. Kila vazi walilovikwa la kitumwa tunawavua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunawavua huo utambulisho waliovikwa na adui kwa jina la Yesu. Utambulisho aina yoyote ulio mbaya tunauvua kwa jina la Yesu. Roho nzito tunawavua kwa jina la Yesu. Tunawavika vazi la wokovu, vazi la sifa, vazi la wokovu, vazi la sifa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, utukufu wa Bwana uwe vichwani mwao, uwe vichwani mwao kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mikono yao tunaifundisha vita kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu kwenye mikono yao, mikono yao uifundishe Bwana kupigana vita. Miguu yao ifungiwe utayari kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Omba kwa dakika moja hapo. Ramashanda rabakorianda rabosheke. Rapako ramasheterere bobosika. Ropopo shata yanda rabakoria. Riko robo shanta rabakorianda rababasika. Ramako ramashendele broseketaya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Yes. Tito 2. Amen, amen, amen. Tito 2 mstari wa 11. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Omba neema ya wokovu ifunuliwe kwa uzao wa kiume. Hamna kitu kinaniumaga kama namna ambavyo unasikia semina ya ndoa, wababa hawapo. Semina sio ya maombi, hawapo. Wanakuambia mimi nini sichokijua. Je, nikwambie neema ya wokovu ifunuliwe kwao. Ikifunuliwa kwao, watatambua kwamba nguvu zao ni chache bila Yesu. Naomba tunyoshe mikono yetu juu. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako sawa sawa na neno lako katika Tito 2 mstari wa 11.
Mungu wetu, tunakusihi neema ya Mungu inaokoa wanadamu ifunuliwe kwa uzao wa kiume, kwa uzao wa kiume. Ni maombi yetu Bwana, watoto wetu wa kiume, wenzi wetu, kaka zetu, baba zetu, ujifunue kwao, wakujue wewe na uweza wa kufufuka kwa Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu wetu, achilia roho ya uamsho katikati ya uzao wa kiume, katikati ya uzao wa kiume, kwa jina la Yesu. Nyosha mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, sawa sawa na Efeso 1:17 na 18, tunakusihi Bwana, roho ya hekima na ufunuo iachiliwe kwa wenzi wetu, kwa uzao wa kiume. Roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Mungu iachiliwe ndani yao. Uzao wa kiume ukugeukie wewe, macho ya mioyo yao yapate kutiwa nuru, wapate kulijua tumaini la wito wako ndani yao, wapate kuenenda sawa sawa na mwito wako kwenye maisha yao, kwenye maisha yao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tutaenda kuwapatanisha uzao wa kiume na Mungu kwa damu ya Yesu. Amen. Usichoke mpendwa, tunamaliza. Ndio saa 11:30 inapita. Nafika na muda wangu unaishi. Nyosha mikono yako. Tunawapatanisha. Yaani amini kinatokea. Yaani wewe hata ukiona mauzauza unasema pale Consolata nilishamaliza. Wewe unaendelea tu kumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu, sawa sawa na neno lako katika Walawi mlango ule wa 17 mstari wa 11, umesema Bwana, uhai wa mwili katika hiyo damu. Umetupa damu juu ya madhabahu kufanya upatanisho wa nafsi zetu na wewe Mungu. Leo hii ninawapatanisha uzao wa kiume na madhabahu ya mbinguni kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu wetu, uzao wa kiume tunauleta kwenye madhabahu ya mbinguni. Bwana, tunatakasa damu zao sawa sawa na Yoeli 3:21, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu zao zibebe vinasaba vya damu ya Yesu, vya damu ya Yesu. Adui hata waiba akitaka kuwakaribia, aione damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Omba kwa dakika moja hapo. Raka shanta ya masekere bobo shata, rama koria mandoro bobo shaka, rapa korama mashenderere bobo shataya, ripopopo saka ya maseka, rapa korama mashenderere bobo, rikamando rababa seka, rapa koria mando ropopopo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Wakolosai 3:3. Wakolosai 3:3, Biblia inasema, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Wakolosai 3:10, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Tunaenda kuunganisha maombi mawili hapa. Kwanza, tumeshawapatanisha. Hiyo hata wewe unaweza kujiombea na watoto wako wa kike. Unajipatanisha, ukishamaliza unajificha. Ficha uzao wako ndani ya Kristo Yesu. Hapa tunaenda kuficha watoto wetu wa kiume, waume zetu, kaka zetu, dada zetu, tunaficha na mabinti zetu, kila kitu tunaficha. Alafu tunaenda kuombea ufahamu wao, wapate ufahamu unaofanana na wa Mungu. Ukiona mtu anazini ovyo, ufahamu wake haupo. Ndio maana nasema zinie na mwanamke ni mpumbavu, ana akili.
Ukiona mtu anakunywa, analewa, ufahamu wake upo. Ukiona mtu afanyi kazi, ufahamu wake upo. Usipambane naye, rudi hapa. Amen. Tuinue mikono yetu. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya ukombozi wa uzao wa kiume. Bwana, saa hii sawa sawa na neno lako katika Kolosai mlango wa 3 mstari wa 3. Bwana, uzao wa kiume ufe katika Kristo, katika Kristo, katika Kristo, katika Kristo. Bwana, uhai wao ufichwe ndani ya Kristo, ndani ya Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana, hatuwasahau mabinti zetu, na sisi wanawake tunakuja mbele zako. Tunakataa kutembea katika mambo ya mwilini. Bwana, tunakusihi tufe ndani ya Kristo. Uhai wetu ufichwe ndani ya Kristo, ndani ya Kristo. Anayetuona amuone Kristo, anayeona watoto wetu amuone Kristo, anayeona uzao wa kiume amuone Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shika kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja tena mbele zako Bwana, sawa sawa na neno lako katika Wakolosai mlango ule wa 3 mstari wa 10. Tunauvua ule utu wa kale, tunauvua ule utu wa kale kwenye uzao wetu wa kiume na wa kike. Tunaomba ufanywe upya, upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba, kwa jina la Yesu. Tunakataa ufahamu wa kuzimu, tunakataa ufahamu wa giza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Ombi la mwisho, tunaenda kuipiga roho ya Yezebeli hapa kwa dakika 2. Yaani naomba uvae combat. Mwambie Bwana, uzao wangu wa kiume utaangushwa na Yezebeli. Uzao wangu wa kiume hautaangushwa na Yezebeli. Hiyo Yezebel spirit tunaiharibu. Biblia inasema kazi ya Yezebel ni kuharibu watumishi wa Bwana. Uzao wetu hautapinduliwa na Yezebel. Kina Delila hawataondoa nguvu za watoto wetu wa kiume. Amen. Naomba tuinue mikono yetu. Baba, katika jina la Yesu, umesema Bwana, umetuweka ili kubomoa, kuharibu, kuangamiza, kuteketeza, ili kupanda na kujenga ufalme wa Mungu. Leo hii kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaingia katika ulimwengu wa roho. Ninaharibu hiyo roho ya Yezebel inayoshambulia uzao wa kiume popote ilipojificha kwa siri na kwa uwazi. Ninaiteketeza, naiteketeza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaipiga, ninaiharibu kwa jina la Yesu. Haitashambulia uzao wangu, haitashambulia mwenzi wangu, haitashambulia kaka zangu wala baba zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natamani nione watu wanaomba kwa dakika 1. Natamani nione vita katika ulimwengu wa roho. Natamani nione watu ambao wamechoshwa na situation wanazoziona. Wanapoangalia uzao wa kiume, wanaona kama vile mambo hayapo. Piga mama katika ulimwengu wa roho. Pambana, 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 pambana. Piga hiyo roho ya Yezebeli, iharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rakapayanda rapapapa, ropo sheketaya, rakamanda la brashetete, rikobobobobo shata, yenderererererererebo, rapakora baba shendererererebo, rapakora mashender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 
shete ropopopo. Shambulia mama, shambulia baba, washambulie majenti wa kuzimu,
wanaokuja na roho ya Yezebeli na sura ya Yezebeli hawana mamlaka. Ropopopopo rakapayanda rapapapa. In the name of Jesus. Fight. Pigana kidogo. Kuzimu imetaharuki. Kuna watoto wanaachiliwa, kuna vijana wanaachiliwa, kuna magereza yanaachilia kwa jina la Yesu. Naomba wanaume walioko hapa waje mbele. Naomba wanaume walioko hapa mje mbele. Raba shenterere boboshata. Rakayando robobo shanda rabakoria. Ninaomba wanaume. Robobo sheterere bobosika. Rakatayando robo shaka. Naomba msogee hapa mbele. Nani anisogezee hiyo mibara kule juu? Naomba wanaume. Wamama naomba tuwakave hawa watu. Kama tunaweza kukaa nyuma yao, tufanye kitu cha imani. Hawa wana represent uzao wa kiume ulioko katika kanisa, ulioko katika familia zetu. Yes. Biblia inasema waiteni wamama waombolezao, waje kope zao zitokwe na machozi. Asema vijana wetu wamekatiliwa mbali. Asema mabinti, vijana wa kiume. Yes. Ninaomba tuombe kwa ajili ya uzao wa kiume. Yaani tumshukuru Mungu kwa ajili ya baba walioko hapa. Alafu tuombe ile, kuna kitu kinaitwa impartation. Ile roho iliyoko kwa hawa waliokuja hapa ya kumpenda Bwana, ipeleke kule nyumbani kwako. Si unanielewa? Wewe fanya tu. Kinatokeaje mimi sijui kinatokeaje, lakini fanya kwa imani. Mwambie Bwana, jinsi ninawaona hawa, walinde na hero waliobeba iende na kule kwangu. Wamama wanaojua kuomba, tuna dakika 2, muda wetu umekwenda. Natamani uombe, sema kitu, waombee hao. Omba ulinzi kwa ajili ya uzao wa kiume. Omba ulinzi kwa ajili ya uzao wa kiume. Shetani hapendi kuona wanaume. Sio kama mnanielewa. Shetani hapendi kuona wanaume. Haitakuwa kwetu hivyo. Sisi tutaomba. Naomba tuinue mikono yetu. Omba ulinzi kwa ajili ya mzao wa kiume. Biblia inasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu uliokwisha kuwekwa tayari. Sitamani mwanaume yote aliyoko hapa aende jehanamu. Sitamani nikienda mbinguni nisikutane na mume wangu. Sitamani kaka zangu nisiwaone mbinguni. Sitamani uzao wangu wa kiume nisiuone mbinguni. Lakini kabla hatujafika huko mbinguni, sitamani wakae nje ya nafasi ambazo Mungu amewapa. Rika mando robo shata ya masika. Riko robo shanta rabakoria. Riko robo shanta yanda rabakoria. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, tunaleta wa baba hawa, tunawaleta na vijana hawa. Bwana, unajua vita iliyoko katika dunia inavyotaka kuangamiza uzao wa kiume. Tunawaleta mikononi mwako. Asante kwa ajili ya hawa wachache ambao Bwana umewaokoa kwa mkono wako wenye nguvu. Umeweka ndani yao kitu cha kukupenda. Baba, wamekaa hapa Bwana kwa niaba ya wababa wengi walioko majumbani mwetu, walioko katika kanisa, walioko katika taifa. Ile roho uliyoweka ndani yao Bwana, kama ambavyo ulitoa sehemu ya roho ya Joshua ukaipeleka kwa roho ya Musa ukaipeleka kwa Joshua, ndivyo hivyo tunaomba impartation. Kwa ajili ya uzao wa kiume ulioko majumbani mwetu, kwa ajili ya uzao wa kiume uliopo majumbani mwetu, wakupende wewe Bwana, wakuabudu wewe, wakutumikia wewe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba ulinzi. Omba ulinzi kwa ajili ya uzao wa kiume. Omba ulinzi kwa ajili ya uzao wa kiume. Omba ulinzi kwa ajili ya uzao wa kiume. Watu wa sayansi wanasema survivorship ya uzao wa kiume ni ndogo kuliko ya uzao wa kike. Omba. Preserve uzao wa kiume kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rika payando rapasheketaya. Ropopopopopopo. Rika mando. Damu ya Yesu iwafunike uzao wa kiume, kuanzia wale walio kwenye mimba, walio wachanga, walio chekechea, walio primary school, secondary, vyuo, wanaojitegemea, walio wazee, walindwe na nguvu za Mungu kwa jina la Yesu.
Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Tunakutukuza kwa wema wako na fadhili zako na uaminifu wako. Asante Bwana kwa kuwa kila siku unajifunua upya kwetu. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja wetu Bwana. Asante kwa yale ambayo umetuwezesha Bwana kujifunza na kuyasikia, lakini kuweza kuomba Bwana. Tunaamini Bwana umefanya, kwa kuwa umesema yote myaombayo aminini na mmeyapokea yamekuwa yenu. Nasi tunapokea uzao wa kiume ulio imara. Tunapokea ushindi mkubwa kwenye uzao wetu katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba na kuamini. Amen.